Matukio ya hivi majuzi ya mauaji ya kinyama ya mwalimu Albert Ojwang yamefufua majeraha ya zamani kwa familia 5 za Malindi ambazo wapendwa wao walipigwa risasi na maafisa wa polisi miaka 18 iliyopita. Familia hizo zinalilia haki baada ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ODPP na mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA kushindwa kutekeleza amri ya mahakama ya mwaka 2011 iliyotaka maafisa waliohusika wakamatwe na kufunguliwa mashtaka. Yaliyotokea miaka 18 iliyopita ni kilio cha haki cha familia 5 kutoka Malindi, kaunti ya Kilifi, ambazo makovu ya vifo vya wapendwa wao mikononi mwa polisi bado yangali mabichi. Bila mafanikio, Christine Ogutu, mjane wa Ibrahim Daudi Charo aliyeuliwa kwa risasi na maafisa wa polisi, anasema kuwa amekuwa akifuatilia kesi ya kutafuta haki ya mumewe kwa takriban miaka 20 akizunguka kwenye ofisi za serikali, lakini hakujapatikana msaada wowote. Nimekuwa nafuatilia hii kesi kwa miaka zaidi ya 18 sasa. Nimekuwa nimeenda kwa ofisi karibu zote nikitafuta msaada wa kusaidiwa, lakini sijapata kusaidika kabisa. Fatma Mohamed bado naye anaomboleza kifo cha ndugu yake Mohamed Hussein Ndoro, ambaye kifo chake anakihusisha na kifo cha baba yao aliyepata presha ya damu kutokana na maumivu ya kumpoteza mwanawe mikononi mwa walinzi wa usalama na kushindwa kupata haki. Naweza sema katika hii safari ya maumivu na kupitisha kutafuta haki ya mtoto wake ndio ilisababisha kifo cha mzee pia. Amin Ibrahim, ambaye ni babake Rama Amin, anasema tangu tukio hilo litokee, serikali mbili zimepita na ana matumaini kuwa serikali ya Rais William Ruto haitapita bila wao kupata haki. Lakini tungeomba hii serikali iliyopo, zimepita serikali mbili, ya Kibaki na ya Uhuru Kenyatta. Hatujui hii ya Ruto kama itatuona msamaha na sisi tupate haki ama ni vipi. Bi Saumu Bakari, ambaye alimpoteza mjukuu wake Jacqueline Akinyi Nangila, naye ana majonzi kwa sababu maaskari waliohusika bado wako huru miaka mingi baada ya kesi hiyo. Na mpaka saa hii serikali haijachukua hatua yoyote ya Kenya. Serikali ya Kenya inaonea maskini, tajiri ndio inamthamini. Hata moto katika mshumaa unapoisha, familia hizi zingali natumaini kuwa haki itatendeka licha ya miaka kupita, huku wakiungana na Wakenya wengine wakitaka ukatili wa polisi kukoma. Anyango Sylvia,